nikitazama tamthilia ya Kula Daku na kuna tamthilia pia inaitwa Kula Daku ya Chandimu. Nikataka kujua kwa nini mama kutumia Kula Daku na Chandimu kutumia Kula Daku. Nani mwenye idea ya hii tamthilia ya hii story? I don't know bro, because hii idea kwangu mimi ilikuwa takriban miaka 4 kichwani. Na nilianza kuiproduce mdogo. So huenda labda ikawa idea huenda ikawa ni ya kwangu kwa kuwa iko kichwani miaka mingi, lakini kutokana labda na ufinyu wa budget ya pesa watu kuingia location na nini, huenda ikaonekanika mimi nimemwiga mkubwa, na siwezi kukataa. Niliona kweli Kula Daku ya Chandimu, na binafsi yangu nikakaa nikaangalia, na kuna challenge ambayo nilikuwa nishaachia ya soundtrack, watu walipenda. Kwa kichwani nikafikiria mpaka nikashirikisha wenzangu, sababu japokuwa mimi ni CEO lakini siwezi nikaamua kitu peke yangu. Nikafanya meeting na wenzangu, tukashauriana, mwisho siku tutaona twende na Kula Daku hii kwa kuwa ndio tushaanza kuandikia na tushaanza kuishoot na kuipeleka mjini, acha twende nayo. Kama ni nyota, basi sisi tutembelee nyota ya Chandimu, na kama Chandimu atembelee nyota kwetu sisi. Kwa ndani yake tutajikuta kila mtu anasafiria nyota ya mwenzake kupitia kwenye hii series. Bana, tukusiki kitu kimoja tu, hakikisha una subscribe na like na comments kwa Mwanafamilia wa Gamba TV. Mbele yangu niko na Kani, ni mmoja ya madirector ambao wanapatikana kwenye Faraja Yangu TV. Pia ndo CEO wa Faraja Yangu TV. Nataka nizungumze naye kuelekea kwenye tamthilia yake ya Kula Daku ambayo ameitengeneza na inaruka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kipi kilimshawishi kuandika story kama hii hapa ya Kula Daku? Tutazungumza, tutapata kila kitu kutoka kwake. Bana, Kani aje? Kama kwema. Mwezi tunauona? Alhamdulillah, mwezi unaonekana na bado tunao. Funga yetu tunafunga? Mashallah, nafunga kabisa. Tayeb. Kwa nini tumeamua kufunga mwezi mtukufu huku tukiamua tuwape tamthilia? Kwa sababu ni mara ya kwanza sana itazama. Huko miaka nyuma kuwahi kutengeneza tamthilia. Kwa nini Ramadhani hii mamua ufunge lakini ukiwa na ujumbe unatoka kwa watu ambao wanafuatilia? Kwanza idea ya Kula Daku ilikuwa kichwani takriban miaka 4 nyuma. Na sikuweza kubahatika kupata wakati sahihi wa kuweza kuishuti, sababu sisi tulotokea katika mazingira ya dini tumewetu anatuambia inamal amalu binniyati wa inamal kumri maana, kila kitu kinaendana na nia. Lakini pia tulikuwa nasubiria muda sahihi wa kuweza kuifanya hili jambo. Kwa hiyo mwaka 2025 baada ya kupita vizuizi vingi sana ambavyo Mungu alinikadiria kunipatia na kuona sasa nina uwezo wa kutoa jambo, ngona sasa this time acha nitoe kitu ambacho kitakachokuwa kwangu kitaweka historia na alama katika safari yangu ya hii kazi yangu ya kudirect. Ni watu watarajie kwenda kuzipata tamthilia ama ni kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tu kisha na basi niendelee na kazi nyingine? Mwaka 2025 kwangu ni mwaka tofauti. Na kabla ya hii Kula Daku nilikuja na idea ya short film. Kwanza ni kwa tease watu kuonesha kwamba from now Kani ameshatoka kwenye kudirect videos, kushoot movie maharusi, kupiga picha. From now pia Kani hata kwa swala zima la kusimamia kazi za short film pamoja na movie pia yupo. Kwa hiyo tuwatarajie kupata vitu vingi kutoka kwangu. Ni kipi ambacho unakiona kwenye tasnia sasa hivi ya filamu ama hizi tamthilia zinazowekwa kwenye YouTube? Unakiona kabisa kina upungufu ukasema ngoja na mimi nisaningie ili nije nizibe pale palipoachwa wazi? Mapungufu yapo makubwa sana, kwa sababu sisi tunaamini kwamba kila unapokuwa una uwezo wa kukosoa jambo la mtu, basi hata la kwako pia unaweza ukalifanya perfect zaidi kwake. Lakini pia hata mimi naweza nikasema naliandaa jambo langu likawa nimelikamilisha 100% lisio na mapungufu, lakini mtu akija akiangalia ambaye yuko ana uzoefu kwenye industry
atasema hapa movie hii pangepatikana kitu fulani ingekuwa bora zaidi. Kwa hiyo ni the way jisikia unavyoona kwamba mapungufu katika industry hizi za movies za YouTubers pamoja na movies zetu hizi za katika platform mbalimbali yapo, hayatoacha kupungua hayo mapungufu. Tumeona tamthilia ya Kula Daku ni tamthilia ambayo inakuwa na elimu ndani yake, na nataka niulize ni kwa nini umeamua kutumia wasanii ambao wote ni wachanga? Kwa sababu nikitazama tamthilia na wasanii wote ni wachanga. Sasa hivi ni kipi ambacho kimekushawishi kwamba kutumia wasanii wachanga tofauti na kuchukua wenye majina makubwa ama wanaofahamika? Kwanza nilikubali kusafiri na vijana ambao watakokuwa wako tayari, kwa sababu mimi ni mtu ambaye naamini sana kwenye fursa ya vijana. Mimi nitakapokuwa mahala kumpatia fursa kijana, bwana na fursa hapa twende mjini, basi mimi huwa mwepesi sana kumwamini kijana. Kwa hiyo ukiangalia vijana wengi sana ambao wanaocheza katika Kula Daku ni mtu ambaye hajawahi kufanya sanaa sehemu yote, lakini kwenye series ya Kula Daku imekuwa ni sehemu ya kwake ya kwanza kufanya jambo lake, na alhamdulillah kwa kuwa tuna moyo, tuna nia, tunaishi kama ndugu, kila tunapokosea basi tunarekebishana. Kuna jikuta kutokana na mtu ambaye nimeamua kumpatia nafasi hajui anapata experience kupitia kazi, kuliko kutaka kumchukua msanii mkubwa mambo yangekuwa ni mengi. Kwanza pangekuwa na gharama za budget ya kumpatia msanii, lakini pia hata vijana wadogo wasingeweza kupata nafasi ya na wao kuonesha kipaji chao. Nimetazama tamthilia ya Kula Daku na kuna tamthilia pia inaitwa Kula Daku ya Chandimu. Nikataka kujua kwa nini umeamua kutumia Kula Daku na Chandimu kutumia Kula Daku? Nani mwenye idea ya hii tamthilia ya hii story? I don't know bro, because hii idea kwangu mimi ilikuwa takriban miaka 4 kichwani, na nilianza kuiproduce mdogo mdogo. So huenda labda ikawa idea ni ya kwangu kwa kuwa iko kichwani miaka mingi, lakini kutokana labda na ufinyu wa budget ya pesa watu kuingia location na nini, huenda ikaonekanika mimi nimemwiga mkubwa, na siwezi kukataa. Niliona kweli Kula Daku ya Chandimu, na binafsi yangu nikakaa nikaangalia, na kuna challenge ambayo nilikuwa nishaachia ya soundtrack, watu walipenda. Kwa kichwani nikafikiria mpaka nikashirikisha wenzangu, sababu japokuwa mimi ni CEO lakini siwezi nikaamua kitu peke yangu. Nikafanya meeting na wenzangu, tukashauriana, mwisho siku tutaona twende na Kula Daku hii kwa kuwa ndio tushaanza kuandikia na tushaanza kuishoot na kuipeleka mjini, acha twende nayo. Kama ni nyota, basi sisi tutembelee nyota ya Chandimu, na kama Chandimu atembelee nyota kwetu sisi. Kwa ndani yake tutajikuta kila mtu anasafiria nyota ya mwenzake kupitia kwenye hii series. Kwa hamna uhusiano kwa umechukua story ya Chandimu? Na siwezi kudhubutu kwa kitu, kwa sababu mimi Mungu kanijalia kitu kimoja, kwamba wakati tuna shoot, tuna target to shoot labda Jumatano, mimi story naandika Jumatatu, Jumanne usiku natuma kwenye group, watu wanaisoma, Jumatatu tunaingia location na tunaua. Kwa hiyo kusema kwamba nimeiba story yake, hata ukija ukiangalia katika story yangu mimi ya Kula Daku, is the different between Chandimu Kula Daku and Farajangu Kula Daku. They are different bro. Ushakukutana na Chandimu? Hapana, sijakutana naye. Na ikisemekana kama labda ndio umepitia idea ya jina sasa Kula Daku, kati ya wewe na Chandimu nani aliwahi kupost ile tamthilia? Mimi wakati na shoot na vijana wangu tulikubaliana siku itakokuwa umonekanika mwezi wa Ramadhani, basi ndio siku ambao sisi tamthilia yetu iweze kuiachia. Kwa hiyo wakati mimi na post ile yani na publish video, nikaingia kwenye simu mtu mwingine kuangalia, kuandika jina Farajangu nini Kula Daku, nikaiona ya Chandimu. No, kwanza ilikuwa TikTok ya wife, angalia mwanangu, umeona kuna Kula Daku nyingine, nakuja kuangalia
ya mtu fulani, nikaingia pia kwenye YouTube account ya mtu mwingine, nika type Kula Daku, imekuja ya kwangu pamoja na Chandimu. So mimi binafsi nakuona hii ni fursa, kwa kuwa huenda labda Chandimu akawa ameamua kutembelea na jina la Kula Daku, lakini na mimi pia hata iweje siwezi kubadilisha jina ya aina content ambayo mimi ngashaiandaa. So kama ni upepo, kila mtu anatembea na upepo wa kwake. Kwenye unaofanya kazi na wasanii ni wachanga na ni wasanii wapya kwenye game, ni ugumu upi nakutana nao kufanya kazi na watu ambao tayari ni wanaanza, si wazoefu? Ugumu upo, tena ugumu uko mkubwa sana, especially unapokuwa unaingia location kwa ajili ya kushoot. By nature naweza nikasema as a professional actor anaweza kaua scene ya dialogue ndani ya muda mchache sana. So kama ulimpangia scene 5 kwa siku na locations kaza zinapatikanika kwa wakati, unaweza kujikuta ndani ya masaa kadhaa scene 5 zote zikawa zimekufa, yani umezimaliza. Lakini ukija kwenye changamoto ya wasanii ambao ni underdog, sio unasemaga underground, unapoingia na location ukisema mna shoot scene moja mnaweza mkatumia takribani masaa 2, shaona masaa risali moja. Kama nilivyozungumza, kuna kijana wangu mmoja anaitwa Kheri, yeye pia ni cameraman wangu pamoja ni main character katika Kula Daku. Scene yake ya kwanza tulichukua take takribani 8 mpaka 10 kwenye scene, yani kwenye scene ya kwanza tu. So ndani hapo kuna kuelekezana na nini, kwa ni changamoto kwa sababu unakuta bado hawana experience ya kufanya kazi mbele ya kamera na nini, kwa ni changamoto cha sample. Ni wapi ukiwatazama wasanii ambao mnaanza nao kazi, ni wapi unaiona safari yenu inapoelekea kwenye ufanyaji wenu wa kazi? Safari ambayo unaiona kwa vijana wangu ni mbali sana, kwa sababu japokuwa hao ni mara yao ya kwanza, ila hawajawahi kukata tamaa, na wao wamekuwa watu wa kunisumbua kila siku, bwana lini tunaingia location, kila siku mimi nakuwa watu wa kuwapangia siku fulani. Kwa hiyo ndani ya muda mchache naona wanakuwa mastaa wakubwa kuliko au kulingana na mastaa ambao wako katika industry sasa hivi, watachuana inshallah. Ni kipi cha mwisho unaweza kuambia baadhi ya mashabiki zako ambao wanatazama tamthilia ya Kula Daku kwenye Faraja Yangu TV? La mwisho ni kwamba penzi mashabiki wa Faraja Yangu TV na wale ambao wanaoangalia Gamba Online TV, ni kwamba this time industry imebadilika, na kubadilika kwa industry watu wengi sana wana brainstorming kwa ajili ya kufanya kitu kizuri. So kwao wasiache kusupport talent za vijana, lakini pia wasiache kuwapa moyo, kuwashauri kuliko mtu kumdhihaki. Napitiaga sana comment nyingi za baadhi ya mashabiki, unakuta mtu anatoa la kwake lakini ndani ya kutoa la kwake inakuwa ni kwa kudhihaki. Lakini mimi binafsi siwezi nikachoka, kwa sababu hakujawahi kutokea kupendwa kwa mtu na yote. Yani ukiona mpaka mtu anapendwa, basi tambua kwamba ndani yake wewe una mapungufu. Ili uweze kufanya kitu kizuri, kwanza lazima uchukiwe, then uweze kufanya kitu perfect. Kwa hiyo mimi naomba wasichoke kutusupport, kushare kazi zetu, na kila ambapo wanapoona tunataka tufanye vitu, basi maoni yao yatufanya sisi tuweze kufanyia kazi nzuri huko mbeleni na baadaye. Mimi nakushukuru sana. Shukrani. Bana, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye account ya Gamba TV kuenda kupata kila kitu tunachokuwa na kiposti. Nilikuwa nazungumza na Kani, mmoja wa director ambao anapatikana kwenye Faraja Yangu TV. Usisahau kufollow Instagram @gamba_tv_online. Asante.